Sasa hivi tutapata salamu kutoka Zanzibar, mhadhir maarufu Sheikh Othman Maalim, falyatafadhal mashkura. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nami niungane na wenzangu kwa kuitambua hadhara hii iliyoshiba akiongozwa na Mufti wa Jamhuri ya Tanzania Sheikh Abubakar, ambaye anapokuwepo pahala popote katika mambo yetu wa Islamu na kuenda qimatul ulya. Lakini niseme mambo mawili muhimu yanayofungamana na hadhara yetu. Sisi kama waumini, mujtama wetu lazima uwe na watu aina 4: alimun amilun biilmi, wa jahilun la yastakbiru an yataallam, wa ghaniyun la yabkhalu bimalih, wa faqirun la yabi'u akhiratahu bidunyah. Watu 4 hawa tunaishi nao, na huenda ikawa miongoni mwetu wapo wote aina 4 hawa. Kwanza lazima apatikane mjuzi mwanachuoni ambaye anaifanyia kazi ilmu yake, alimun amilun biilmi. Kisha apatikane jahilun la yastakbiru an yataallam, mtu ambaye si alim lakini hana kiburi cha kutaka kusoma. Mtu wa 3 ghaniyun la yabkhalu bimale, tajiri ambaye sio bakhili kwa mali yake. Wa mwisho faqirun la yabi'u akhiratahu bidunya, maskini ambaye hauzi dini yake kwa kutaka dunia. Sasa 4 hawa tuangalie matokeo yao ikiwa hawatokwenda kama tulivyotaraji. Idha ma lam ya'mali al-alimu biilmi, ikiwa mwanachuoni hakuifanyia kazi ya ilmu yake, istakbara aljahilu an yataallam, atakapoliona hilo asiyekuwa mjuzi na yeye huwa na kiburi, akawa naye hataki kusoma. Wa idha bakhila alghaniyu bimalihi, na anapokuwa bakhili tajiri kwa mali yake, baa alfaqiru akhiratahu bidunya, naye fukara huwa tayari kuiuza dini yake kwa sababu ya dunia. Msikiti huu ulivyokuwa mzuri ni natija ya matajiri wasiokuwa mabakhili na mali zao. Na wallahi Mwenyezi Mungu ametupa dalili ya imani ndani ya Qur'an, na moja miongoni mwa dalili za imani ni watu wanaojenga msikiti. Hongereni mliochangia kwa njia moja au nyingine kusimama msikiti huu, kwa sababu mmeonyesha kwamba nyinyi mna imani katika nyoyo zenu. Si mimi, ni kauli yake Allah wakati aliposema innama ya'muru masajid Allahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Hakika wanayaamirisha misikiti wenye kumwamini Mwenyezi Mungu. Hiyo ni alama Mwenyezi Mungu amekupeni. Kisha sikuamini tu na wakasimamisha sala, wakatoa zaka, hawakumpenda wala kumwogopa yoyote isipokuwa Allah. Fa asa, ulama lugha wanasema asa ikitoka kwa Allah sio taraji tena, hiyo ni taukid na hakika kwamba watu hao watakuwa miongoni mwa watu waliopata hidayah. Mwenyezi Mungu atujalie miongoni mwa hao. Kwa haya machache, tuendelee kila mmoja kusimama katika position yake. Wanachuoni position yao, matajiri position yao, wasiojua position yao, na mafukara position yao, ili sote tushirikiane. Mshairi anasema bil ilmi wal mali yabni an-nasu mulkahum lam yubna mulkun ala al-jahli wal iqlali. Kwa elimu na mali ndipo watu watajenga ufalme wao. Ufalme haujengwi kwa ufukara wala kwa ujinga. Wassalamu alaikum.